Mungu mkuu, na wasalimu mahali popote mlipo na kuwakaribisha katika ibada ya neno la Mungu. Mpendwa wangu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha ibada na mafundisho ya neno la Mungu, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya familia yako. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa kazi yako, na Mungu aendelee kukubariki na kukuinua. Ninakukaribisha tena kwenye kujifunza neno la Mungu kwa mapana na marefu na kina, kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyotuongoza na kutujalia. Ni mimi mtumishi wa Mungu Mchungaji Daudi Kaisi wa kanisa la Helmon International ambalo linapatikana nchini Tanzania, Dar es Salaam, maeneo ya Mkwajuni, Kinondoni. Kwa hiyo tuko pale Mkwajuni, tunamwabudu Mungu na kujifunza kwa safari ya kwenda mbinguni. Leo nataka tujifunze tena somo hili linalohusu adui wa haki, adui wa haki. Na ninaamini kwa neema ya Mungu utafaidika na somo hili la adui wa haki. Adui wa haki. Andika tu hivyo, kichwa chetu cha somo kinaitwa adui wa haki. Adui wa haki. Amina, mtu wa Mungu. Na kabla tujaanza kujifunza na kumjua huyu adui wa haki, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na kukuinua na kukutukuza kwa ajili ya jina lako lipitalo majina yote. Asante kwa ajili ya siku nyingine ambayo umetupa, majira mengine yenye baraka na neema. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji anayesikia maombi haya na mafundisho haya popote pale alipo ulimwenguni. Neema yako na uwezo wako utuatamie sote ili tupate kujifunza na kuelewa. Damu ya Yesu izifungue akili zetu, yafungue masikio yetu, yafungue macho yetu ya ndani, na hata kuelewa na kuona ukweli wa neno, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu wetu na unaenda kutufundisha wakati huu na muda huu, katika jina la Yesu, amen. Msikilizaji wangu mpendwa, nikukaribishe tena kwenye ibada hii ya neno la Mungu, na somo letu siku ya leo, adui wa haki. Adui wa haki. Inawezekana nimewahi kufundisha somo hili la adui au mjue adui yetu, lakini nataka tuingie ndani leo kwa kipengele hicho cha adui wa haki. Jambo la kwanza ambalo nataka ulielewe, mtu wa Mungu, jambo la kwanza nalotaka ulielewe, adui yetu, adui wa wanadamu, adui wa watu wote, adui wa ulimwengu wote, sio mwanadamu mwenzako, sio mtu unayemwona kwa macho ya nyama, sio huyo jirani yako, sio huyo unayeambiwa amekuloga, sio huyo unayeambiwa hakupendi. Huyo sio adui yako. Mtu yoyote ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu anasema katika Mwanzo sura ile ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza. Napenda sana kuwa naanza na kitabu cha Mwanzo kwa sababu hicho kinatupa picha tamu. Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 hadi 28. Mwanzo sura ile ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28. Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu anasema, huo mstari tu wa 26, Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo mtu unayemwona mbele yako, mtu unayemwona kwenye maisha yako, ni mfano na sura ya Mungu.
Lakini tuangalie Zaburi ya 100 mstari wa 3. Hilo tu jambo la mtu. Zaburi ya 100 ule mstari wa 3. Zaburi ya 100 ule mstari wa 3. Lengo langu nataka umuone mtu ni mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo mtu sio adui yako, tutaona huko mbele, lakini naweka msingi. Zaburi ya 100 mstari wa 3 inasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba. Metumia neno wingi, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Bwana ndiye aliyetuumba. Bwana ndiye aliyetuumba. Huyo mtu unayemuona ameumbwa na Mungu, ni mfano na sura ya Mungu. Bwana ndiye aliyetuumba. Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana ndiye aliyefanyaje? Aliyetuumba. Kwa hiyo mtu unayemuona ni mfano na sura ya Mungu. Lakini tuendelee katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 4. Hiyo tu nazungumza kwa ajili ya mtu, nataka uone huyo mtu ambaye unamuona sio adui yako. Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ile ya 4, mpendwa wangu msikilizaji, kwa habari ya mtu. Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 24. Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 24. Anasema, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mkavae utu mpya, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mtu ndani yake ana utakatifu. Mtu ndani yake ana utakatifu, ndani yake ana haki. Mungu ndiye amemuumba hivyo. Ndani yake ana utakatifu, ndani yake ana haki, ndani yake ana kweli. Kamata hiyo kitu, pointi 3 hizo. Ndani ya mwanadamu kuna utakatifu umewekwa. Ndani ya mwanadamu kuna utakatifu umewekwa. Jambo la pili, ndani ya mwanadamu kuna haki imewekwa. Jambo la tatu, ndani ya mwanadamu kuna kweli imewekwa. Kweli. Sasa huyo unayemuona leo ni muongo, basi kuna jambo limemtokea. Huyo unayemuona leo ni muongo, kuna jambo limemtokea. Amen. Lakini tunaweza kuangalia tena Waefeso sura ya 2 mstari wake. Waefeso sura ya 2. Nataka uone tu huyo mtu. Waefeso sura ya 2 ule mstari wake wa 10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali, sikiliza hilo neno, tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Oh, haleluya, haleluya. Pointi muhimu sana hiyo, andiko zuri sana hili. Maana tu kazi yake, huyo mtu unayemwona mbele yako ni kazi ya Mungu, ni kazi ya Mungu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu, nilikwambia kuna haki, kuna utakatifu, kuna kweli, lakini kuna matendo mema ndani ya mwanadamu. Kwa jambo la 5 limeongezeka, la 4 limeongezeka, maana nimekwambia kuna utakatifu, kuna haki, kuna kweli, lakini limeongezeka jambo la 5. Amini la 4, kuna wema ndani ya mwanadamu. Jambo la 4 limeongezeka, kuna wema ndani ya mwanadamu. Yaani Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu, alimuumbia wema, alimuumbia hiyo utakatifu, akamuumbia haki, akamuumbia ukweli, akamuumbia wema. Na ndio maana unaona mtu hata akifanya makosa, ule wema unamsuta ndani yake, maana ni kitu kimeumbwa, kimeambatanishwa na yeye, kiko kwenye nafsi yake, kiko kwenye nafsi yake, kinatembea na mtu, kinasafiri na mtu, kinaishi na mtu, kiko kwenye nafsi yake. Haleluya, mtu wa Mungu. Ndani ya mtu unayemuona, huyo babu unayemuona hafai, ndani yake kuna utakatifu, ndani yake kuna haki, ndani yake kuna kweli,
ndani yake kuna wema. Sasa swali ambalo nataka kujiuliza, nani amekuja kuondoa hayo mambo manne? Yako mengi, lakini nataka tu nikuonyeshe nani amekuja kuondoa hayo mambo manne. Nani amekuja kuondoa huo utakatifu kwa mtu? Nani amekuja kuondoa huo utakatifu? Nani amekuja kuondoa hiyo haki ndani yake? Mtu anashindwa kutenda haki. Nani amekuja kuondoa hiyo haki? Nani amekuja kuondoa ukweli ndani yake? Nani amekuja kuondoa ukweli? Nani amekuja kuondoa wema na uaminifu? Nani amekuja kuondoa huo wema na uaminifu? Nani amekuja akaondoa? Haleluya! Na ndio maana usipokuwa makini sana, kila unayemwona machoni pako utamwita adui. Na bahati mbaya, hata sisi wahubiri na wachungaji, baadhi yetu wahubiri, baadhi yao, na wachungaji, baadhi yao, wamekuwa wakihubiri, wanasema huyo mtu achana naye, ni adui yako. Wanakwambia huyo mtu usiambatane naye, ni adui yako. Wanakwambia huyo mtu usifanye naye biashara, ni adui yako. Sisemi usiwe makini, hapana, lakini swali ambalo unataka kujiuliza, kweli ni adui yangu? Kweli huyo mtu ni adui yangu? Amina. Kweli huyo mtu ni adui yangu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kweli huyo mtu ni adui yako? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20. Kuna kitu hapa cha kujifunza. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 ule mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 ule mstari wa 20 hadi wa 21. Biblia inasema hivi. Mstari wa 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Sikiliza maneno. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Mstari wa 21. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Sasa sio somo langu la habari ya ndugu leo, lakini kwa kifupi, ndugu ni nani? Kuna ndugu wa kuzaliwa naye, huyo ni ndugu yako. Ndugu wa kuzaliwa ni ndugu yako. Ndugu wa kiimani, huyo ni ndugu yako. Ndugu wa kiimani, huyo ni ndugu yako. Ndugu wa kitaifa, Mtanzania mwenzako, Mkenya mwenzako, Mganda mwenzako, Mkongo mwenzako, Mrundi mwenzako, Mzambia mwenzako, Malawi mwenzako, huyo ni ndugu yako. Maanake undugu wa kitaifa, huyo ni ndugu. Kwa hiyo kuna ndugu wa kuzaliwa, kuna ndugu wa kiimani, kuna ndugu wa kitaifa. Maanake mkikosa kwenye kuzaliwa, mnaenda kukutana kwenye imani. Mkikosa kwenye imani, mnakutana kwenye utaifa. Wewe ni Mtanzania, mimi ni Mtanzania, wewe ni ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu. Haleluya, mtu wa Mungu, haleluya. Sera au katiba ya chama fulani imeandika, ama kanuni za chama fulani kimeandika, sisi sote ni ndugu, hatutatendeana mabaya. Amen. Kwa ndugu yako ni nani? Mtanzania mwenzako, Mkenya mwenzako. Sasa kama ndugu yako, na Biblia inasema huwezi kusema unampenda Mungu kama ndugu yako humpendi. Maanake kama Mtanzania mwenzako, kama mwamini mwenzako, kama
mtu wa damu na wewe mmezaliwa pamoja, hampendani, maanake ninyi ni waongo mkisema mnampenda Mungu. Sasa nani ameleta hayo mafarakano? Nani ameleta uwe ugomvi? Nani ameleta uwe uadui? Nani ameleta uwe uadui? Maana sasa hivi tunahubiriana tu, pokea baraka, yule usimjali, yule usiwe karibu naye, ni mahubiri ambayo ukiyatazama ni matamu kwa kushangilia, lakini ndani yake yamebeba sumu, yamebeba sumu, yamebeba vita vya mwili na damu, baadaye vita vya rohoni. Unaona kabisa mhubiri anakwambia huyo achana naye. Wengine wanasema huwa wachawi. Huyu mpaka amekuwa mchawi. Nani amemfanya kuwa mchawi? Kitu gani kimepelekea mpaka awe mchawi? Amen. Sasa nimekuonyesha hapo kwa sehemu ndogo. Kama mtu wa Mungu, naamini utakuwa umepata angalau picha. Ndugu yako, kwa mtu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Huyu mtu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, maanake Mungu alimpenda, Mungu alimjali, Mungu alimwona wa thamani, na Mungu anataka na wewe na mimi tumuone huyo mtu ni wa thamani, tumuone huyo mtu anafaa. Lakini kuna kitu kimekuja kimezuia kuona huyo mtu, kimezuia kuona ukweli, kwamba ndani ya huyu kaka kuna ukweli, ndani ya huyu dada kuna ukweli, ndani ya huyu baba kuna utakatifu, ndani ya huyu mtu kuna jambo jema. Hicho kitu kimezuiwa, na ndio maana nikasema tumjue adui wetu wa haki. Adui yako, narudia tena, namba moja, adui yako sio mwanadamu. Adui yako sio mtu. Adui yako sio huyo mama yako. Adui yako sio huyo shemeji yako. Adui yako sio huyo wifi yako. Adui yako sio huyo mjomba wako. Adui yako sio huyo mtoto wako. Adui yako sio huyo binamu yako, sio huyo bibi yako, sio huyo babu yako, sio huyo. Adui yako sio huyo Mtanzania mwenzako. Adui yako sio huyo mwamini mwenzako wa dhehebu lako. Adui yako sio huyo jirani yako, sio huyo bosi wako. Ni kweli unamuona ni yeye, tutaona. Kwa hiyo adui yetu, jambo la kwanza nimeliweka msingi huo, adui yetu sio mtu. Mhubiri yeyote atakaye kuambia kwamba adui yako ni mtu, amekupotosha na anakupeleka kubaya. Maana ukisoma maandiko yanasema amchukiaye ndugu yake hana uzima wa milele ndani yake. Wapendwa, anayemchukia ndugu yake hana uzima wa milele. Kwa lugha nyingine, hana Yesu ndani yake. Anayemchukia ndugu yake hana uzima wa milele. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 ule mstari wa 15. Mimi napenda sana kuwa na koti maandiko kwa sababu ndio ukweli. Na wewe jifunze sana unapofundisha watu, unapohubiri watu, kukoti maandiko, kuonyesha kwa maandiko, sio kwenda tu, sio kutamka tu. Maana watu sasa hivi wanatamka tu, pokea hiki, pokea hivi, ule ni adui yako. Hakuna andiko analokuonyesha kwamba linasema ndugu yangu ni adui. Na kama nina agano la kale, maana yake lazima ulitoe kwenye agano la kale ulilete kwenye agano jipya. Agano la kale lilikuwa ni agano la mwilini. Agano jipya ni agano la kiroho, agano la kukamilishwa, agano la kuandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni, agano la kujiandaa kwa ajili ya safari ya kuja kunyakuliwa. Kwa hiyo halitaki mtu yoyote asiwe mtakatifu. Halitaki mtu yoyote asiwe mtu wa haki. Halitaki mtu yoyote asiwe mtu wa kweli na mkweli. Halitaki mtu yoyote asiwe mwema na mwaminifu. Maanake ni agano linalotaka limekuja kukurudisha kwenye asili ya Mungu. Ndio maana tumesoma ile Waefeso anasema umeumbwa utu mpya ndani kupitia Kristo Yesu. Mungu amekuja kurudisha tena ule mfumo wake aliotuumbia toka ulimwengu wa wakati wote wa Adamu. Amekuja kuturudishia. Watu hawataki kuhubiri huo, hawataki kuufundisha huo. Wanakwambia tu yule fulani ni adui yako, wanakwambia tu yule baba ni adui yako, wanakwambia tu yule mama ni adui yako,
Yawezekana yule unayemwona adui ndio lango lako la kufanikiwa. Mungu ameweka vitu vya ajabu sana kwenye mafanikio na maisha ya mwanadamu. Ameweka kitu kinachoitwa ushirikiano. Ushirikiano wa mtu na mtu ndipo nafanikiwa. Ushirikiano wa ndugu na ndugu ndipo nafanikiwa. Ndio maana Zaburi ya 133 mstari wa kwanza mpaka wa 3 inasema ndugu wakae kwa pamoja na kwa umoja, maana ndiko zimeamriwa baraka. Ndugu wakae kwa pamoja na kwa umoja. Kwa hiyo inawezekana unagombana na lango lako la baraka na shetani anafurahia sana. Inawezekana unagombana na njia yako ya mafanikio na shetani anafurahia sana, kwa sababu umeambiwa tu fulani ni adui. Kumbe unagombana na lango lako la mafanikio. Kumbe unagombana na njia yako ya mafanikio. Kumbe unagombana na mkono wa shirika wa kukupeleka mahali fulani. Kumbe unagombana na neema. Hiyo ni neema iko mbele yako, lakini uone wewe, unaona ni adui. Mungu atakusaidia siku ya leo. Hautamuona tena huyo ndugu yako kuwa ni adui. Hautamuona tena huyo jamaa yako kuwa ni adui. Hautamuona tena Mtanzania mwenzako kuwa adui. Mungu atakusaidia siku ya leo kwa neema ya Roho Mtakatifu. Na mimi ni maombi yangu Roho Mtakatifu azungumze na moyo wako. Ni maombi yangu Roho Mtakatifu ashuhudie ndani yako. Roho Mtakatifu akusaidie kuona jambo jipya, kuona kitu kipya, kuona mawazo mapya katika jina la Yesu. Amen. Sasa tuseme adui yetu sasa ni nani? Adui yetu sasa ni nani? Adui yetu sasa ni nani? Adui yetu ni shetani na mapepo yake. Adui yetu ni shetani na mapepo yake. Adui yetu ni shetani na mapepo yake. Huyu ndio adui wa haki. Huyu ndio adui wa utakatifu. Huyu ndio adui wa wema. Huyu ndio adui wa kweli. Unapomwona mtu amekuwa mnyama, amekuwa mbaya, unapomwona mtu amekuwa mzinzi, amekuwa mwasherati, amekuwa mwongo, amekuwa mwizi, amekuwa tapeli, amekuwa mdanganyifu, ndani yake kuna roho ya shetani inayomwendesha. Tutajifunza tutaitoaje hiyo roho ndani ya huyo mtu. Amen. Lakini tumuone kwanza adui yetu namba moja ni shetani. Tuanze na kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza, tutaendelea kidogo labda mpaka mstari wa 6 kidogo, lakini kuna mengine nitayaruka kwa sababu ya namna nataka tujifunze tu hapa mambo machache. Basi Mwanzo sura 3 mstari ule wa kwanza, Biblia inasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini,
wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili uliofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Haleluya! Tumeishia mstari wa 15. Tumeishia mstari wa 15 kwanza. Ule mstari wa kwanza, Mwanzo 3 mstari wa kwanza sema, basi nyoka alikuwa mwerevu. Mimi nimesema adui yetu ni shetani na ibilisi. Tumtafute huyu nyoka. Nyoka ni nani? Nyoka ni nani? Amen. Huyu nyoka ni nani? Huyu nyoka ni nani? Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 2 na mstari wa 9. Ufunuo sura ya 12. Huyu nyoka ni nani? Tumtafute huyu nyoka. Nyoka ni nani? Nyoka ni nyoka tu? Ni nyoka tu? Ni nyoka huyu kobla? Ni nyoka huyu koboko? Ni nyoka huyu chatu? Ni nyoka huyu kibisa, sio anaita? Ni nyoka huyu tu? Nyoka huyu? Hebu tumwangalie huyu nyoka katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2. Anasema hivi, naye alikuwa na mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Hiyo ni habari na muhusu Yesu na Mariamu. Sasa twende mstari ule wa 9. Twende ule mstari wa 9 ambao ni wa muhimu sana kwetu kwa sababu ya kutafuta huyo nyoka. Amen. Ule mstari wa 9. Yule joka, angalia, yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Oho, aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo yule nyoka alikuwa amebeba umbo la nyoka nje, ndani hakuwa nyoka. Ndani hakuwa nyoka, ndani alikuwa ni Shetani na Ibilisi. Inasema Biblia, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake, manake mapepo wake, wakatupwa pamoja naye. Yule nyoka huyu nyoka ni nani? Huyu nyoka ni nani? Huyu nyoka ni nani? Tumegundua ama tumepata picha kwamba huyo nyoka ni Shetani. Huyo nyoka ni Shetani. Huyo nyoka ni Ibilisi. Huyo nyoka ni Shetani. Huyo nyoka ni Ibilisi. Tuangalie Ufunuo sura ya 20. Ufunuo sura ya 20 ule mstari wa 2. Ufunuo sura ya 20 ule mstari wa 2. Biblia inasema, akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamshika yule nyoka wa zamani aitwaye nani?
Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo, kwa namna hiyo tumeshapata picha kwamba yule nyoka hakuwa nyoka kibisa. Yule nyoka hakuwa nyoka chatu. Yule nyoka hakuwa nyoka kobla. Yule nyoka hakuwa nyoka koboko. Yule nyoka alikuwa ni Shetani aliyebeba umbo la nyoka. Kwa nini alibeba umbo la nyoka? Adamu na Hawa walikuwa wanakaa kwenye bustani ile, ilikuwa imejaa wanyama. Walizoeana na wanyama. Miongoni mwa wanyama wanaotambaa na wanaokwenda kwa miguu, nyoka alikuwa mwerevu. Maanake miongoni mwa wanyama waliokuwa na akili nyingi tuseme, au mbinu nyingi, nyoka alikuwa miongoni mwao. Kwa hiyo Shetani alichagua kiumbe chenye akili, chenye uwezo mkubwa kuliko yamkini wanyama wengine wote. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu? Shetani alichagua kiumbe chenye akili, chenye uwezo, akaingia ndani ya hicho kiumbe. Alipoingia akawa anaongea. Kumbuka jambo hili, kumbuka jambo hili. Shetani ni roho. Kumbuka jambo hili. Shetani ni roho. Roho ni kama upepo ambao hatujui unakotoka, tunaona matokeo yake. Ndio maana Yesu akasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ukisoma habari ya Injili ya Yohana sura ya 3, ile habari anazungumza na Nikodemo, Yesu anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Baadaye Yesu akasema ni kama vile upepo unavuma, lakini hujui unatokea wapi, ili unaona matokeo yake. Na roho haionekani, ili unaona matokeo yake. Hakuna anaweza kuishika roho. Hakuna anaweza kuishika roho. Roho ni kama upepo. Hakuna mtu anaweza kama nikiingie upepo ndoo mbili, upepo ukajaa ndoo mbili. Utatafuta namna ya kupata matokeo ya upepo, sio kuushika upepo. Unapata matokeo ya upepo. Kwa hiyo Shetani ni roho. Shetani ni roho. Amen. Kwa kuwa Shetani ni roho, huwa anaingia kwa kiumbe chochote. Anaingia kwa kiumbe chochote. Akishaingia kwa kiumbe chochote, kile kiumbe anageuza mtazamo wa hicho kiumbe. Kile kiumbe kinaanza kuishi kwa mtazamo wake Shetani, maana yeye ni mwongo. Yeye ni mwongo. Takupa maandiko kidogo. Shetani ni mwongo. Shetani ni mwongo. Lakini pia nitakupa maandiko, huwa na uwezo wa kujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Amen. Shetani ni mwongo. Tuangalie katika Injili ya Yohana sura ya 8. Injili ya Yohana sura ya 8. Mtu wa Mungu, tusafiri pamoja, tusafiri pamoja. Hii ni shule itakayokufanya usimuone ndugu yako ni adui. Maana Shetani amepata nafasi ya kulitesa kanisa, kuwatesa watu, kuwanyanyasa watu, maana wanagombana wenyewe kwa wenyewe, wanarumbana wenyewe kwa wenyewe. Leo mauaji unayoyaona yote duniani, yote sosi ni Shetani. Tamaa zote unazoziona duniani, iwe kwa viongozi, iwe kwa waongozi wao, iwe kwa watawala, iwe kwa watawali wao, mahali popote unapoona kuna mauaji, kuna vita, kuna matukano, anayemiliki hayo maeneo ni Shetani, na watu wamemkubalia wamiliki, wamechonganishwa na yeye, maana yeye ni mwongo. Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8. Nisome mstari kwa sababu ya muda, nisome mstari wa 43 na 44. 43, 44. Yohana sura ya 8 mstari wa 43 na 44. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi,
na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Angalia, tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Shikilia hapo kwenye tamaa, shikilia hapo kwenye tamaa. Nitakupeleka mahali ambapo shetani alianzisha huo mkakati wa tamaa. Shikilia hapo kwenye tamaa. Na tamaa za baba yenu Ibilisi ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji. Listen, yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Aliua wapi? Alienda kumua Adamu kiroho, alimua Hawa kiroho, akamtoa kwenye ukweli wa Mungu, akamwingiza kwenye uongo wake. Anamwambia ati Mungu amesema msile matunda. Hawa anasema hapana, Mungu amesema tule kasoro mti ule pale. Shetani atatafuta kweli yako unayoifahamu, atatafuta kujua unajua nini juu ya Mungu. Anaweza kutumia hiyo kweli yako unayojua na ukafanya madudu pasipo kujua. Na ndio maana unamhitaji Roho Mtakatifu akupe akili ya ziada, akupe akili ya kumjua huyu adui, akupe akili ya kumfahamu huyu adui. Anasema Yesu kwenye mstari wa 44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Hamna hiyo kweli ndani yake. Hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Shetani ni muongo na baba wa huo. Yeye alianzisha tamaa. Yeye alianzisha, anasema tamaa ya baba yenu. Alianzisha wapi tamaa? Twende haraka haraka, mtu wa Mungu, katika Isaya. Twende mpendo wangu katika kitabu cha Isaya, uone shetani aliko. Nabii Isaya anatabiri katika Isaya sura ya 14. Tuanzie ule mstari wa 13. Tuanzie mstari wa 11 ili tupate picha nzuri. Tuanzie mstari wa 11 ili tupate picha nzuri. Haleluya, mtu wa Mungu. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka toka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi! Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Mstari wa 13, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu. Tamaa, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho wa shimo. Ule mstari wa 13 na 14 anasema nitapaa kupita vimo vya mawingu. Anaposema vimo vya mawingu, haimaanishi mawingu haya, hilo ni neno lingine la mafumbo. Nitafanana na yeye aliye juu. Aliye juu ni nani? Ni Mungu Baba, ni Mungu Jehova. Shetani anataka afanane na aliye juu, afanane. Shetani anataka afanane na yeye aliye wapi? Aliye juu. Anataka afanane na yeye aliye juu. Hey. Anataka afanane na yeye aliye juu. Maana yake tamaa yake. Na leo ameachilia tamaa. Tamaa yake. Anataka afanane na aliye juu. Hiyo ndo tamaa yake, ilikuwa tamanio lake. Anataka afanane na Mungu. Anataka afanane na Mungu. Awe kama Mungu. Hataki kuwa tofauti na Mungu. Afanane na Mungu. Awe kinyume na Mungu.
Hebu tusome Wathesalonike wa pili sura ya pili ule mstari wa 3 mpaka wa 4. Wathesalonike wa pili sura ya pili ule mstari wa 3 mpaka wa 4. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwe yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Ameitwa mtu wa kuasi, huyo ni Shetani. Mwana wa uharibifu, huyo ni Shetani. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Yani Shetani anajiinua juu ya kitu ambacho kinamtukuza Mungu. Ajiinuaye juu ya kile kitu kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hilo ndio lilikuwa tamanio lake, hiyo ndio ilikuwa nia yake, hiyo ndio ilikuwa kusudi lake. Ukipata nafasi utasoma na kitabu cha Sefania sura ya pili mstari wa 15. Inazungumza habari hizo za Shetani, ila amezungumzwa katika namna ya mafumbo. Kwa hiyo umeanza kuona, mpendwa msikilizaji, adui yetu sio huyo mtu. Adui yetu ni nani? Ni Shetani. Huko anaitwa nyoka, lakini tumeona nyoka ni nani. Kwa hiyo mimi nikisoma hapa mwanzo nasema, basi Shetani alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Basi Shetani alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni, kuliko viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba. Shetani kabla hajaitwa Shetani alikuwa Lucifer, malaika aliyeumbwa kwa namna ya pekee. Ndani yake kuna vinanda. Tumeona kwenye ile unabii wa Isaya 14 kwanza ule mstari wa 13, na ukipata nafasi isome sura yote ya 14 ya kitabu cha Isaya, utaona aliumbwa kwa namna pekee. Ukienda kwenye Ezekieli anaeleza yeye alikuwa mzuri kuliko miti yote ya Lebanoni. Haimaanishi miti, ni mafumbo. Sasa unatakiwa uyafumbue hayo mafumbo, na mafumbo haya anayoyafumbua ni Roho Mtakatifu. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 10, anayeyafumbua mafumbo hayo ni Roho Mtakatifu. Yeye ndo anayejua mafumbo, na ndio maana wewe kama ni mtumishi wa Mungu, wewe kama ni mwamini, lazima ushirikiane na Roho Mtakatifu. Lazima usome Biblia pamoja na Roho Mtakatifu. Lazima usome neno la Mungu pamoja na Roho Mtakatifu. Yeye atakufunulia mafumbo, atakwambia hapa azungumziwi nyoka, hapa anazungumziwa Shetani, hapa azungumziwi dada yako, hapa azungumziwi mama yako, hapa huyu mchawi sio mama yako, huyu mchawi sio baba yako, huyu mchawi sio babu yako, huyu mchawi sio huyu unayemwona ofisini anakujibu vibaya, huyu ambaye amekuwa na cheo anajisikia. Hiyo roho ya kujisikia sio yeye. Mwanadamu aliwekewa wema, aliwekewa utakatifu, aliwekewa kweli, aliwekewa haki. Na ndio maana mwanadamu hataki kutendewa mabaya. Maanake kama hataki kutendewa mabaya, lazima na yeye asitende mabaya. Lakini ndani yake kuna roho, kuna msukumo unamwambia hapana, wewe mtendee hivi huyu. Adui yako sio huyo mama yako. Naongea tena, mtu wa Mungu, Shetani amewafanya watu wamefanya mabaya sana. Adui yako sio huyo mama yako. Adui yetu ni Shetani. Timotheo wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 14. Timotheo wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 14. Tunamwangalia adui yetu. Timotheo wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 14 inasema hivi: wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Okay, Adamu hakudanganywa, lakini alianda kudanganywa ni mwanamke. Aliyemdanganya ni nani? Tumeshamuona ni yule Shetani. Alimdanganyaje? Akamwambia mkila haya matunda hakika hamtakufa. Yaani kwa sababu Shetani kazi yake tumeona kule ni mpingamizi, mpinzani. Yeye hataki kukubali
Na ndio maana mimi natamani hata watu wengine mahali popote, kama mnamlengwa mnatofautiana, msiitane wapinzani, itaneni mtu mwenye mawazo mbadala. Mpinzani maana yake ni mtu anayekuwa adui. Shetani ni adui kwa sababu anapinga kweli ya Mungu. Kwa nini? Tumeona katika Yohana sura ya 8 mstari wa 43 na 44, hamna kweli ndani yake, hamna kweli. Kwa hiyo alimdanganya Hawa. Sasa kama aliweza kumdanganya Hawa akala ile tunda, Hawa akampa mme wake naye akala, wote wakajiona wako uchi. Shetani huyo anashindwaje kumdanganya mme wako azini? Shetani huyo anashindwaje kumdanganya dada yako? Shetani huyo anashindwaje kumtumia? Biblia inasema hujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Hujigeuza, yaani shetani anapomfuata mtu huwa anajigeuza awe kama malaika wa nini? Kama malaika wa nuru. Hey. Amina. Awe kama malaika wa nini? Wa nuru. Lakini je, ni malaika wa nuru? Hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Je, ni malaika? Hujigeuza awe kama malaika wa nuru. Hujigeuza. Hebu fungua pamoja nami Wakorintho wa pili sura ya 11, Wakorintho wa pili. Je, kweli shetani anajigeuza? Sura ya 11 ule mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 11 ule mstari wa 14 anasema hivi: wala si ajabu, maana shetani mwenyewe sema shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Mstari wa 14 Wakorintho wa pili